historia yenye shuhuda ya kweli ya huduma na maisha ya Mtume Marko, historia yenye mafunzo na mafundisho mengi ndani yake. Ni habari za Mtume Marko aliyeweza kuifanya kazi ya Mungu Afrika, kuileta injili katika hili bara la Afrika, lakini ni miongoni kutoka katika lile kanisa la kwanza la Yerusalemu kuifanya kazi ya Mungu Afrika, na mpaka kifo chake alifia akiwa Afrika na akazikwa akiwa Afrika. Huyu ndiye baba wa kiroho wa bara la Afrika, ambapo mbegu ya injili inapokuwa inaenea na Ukristo unapoenea, basi ni matunda ya kazi ngumu ya mtu huyo anayeitwa Marko. Huyu ndiye mtu ambaye ameandika Injili, kitabu cha Injili ya Marko au Marko Mtakatifu katika Biblia, kitabu cha pili cha Agano Jipya. Marko Mtakatifu ndiye tunaenda kumuongelea hapa, mtu ambaye aliweza kuwaandalia Yesu na wanafunzi wake kalamu ile ya mwisho, akakiandaa chumba ambacho Yesu akaumega mkate na kuwaosha wanafunzi wake miguu. Huyu ndiye mtume ambaye alifanya kazi ya Mungu chini ya Petro, Paulo na Barnaba. Kazi zake haziongelewi sana, lakini ni kazi kubwa sana ambazo zilifanyika chini yake, ambapo mpaka leo hii bara la Afrika linamkumbuka Marko kusimama na bara hili, kulihubiria bara hili, mtu aliyelipenda bara la Afrika, mtu aliyewapenda wa Afrika kwa vitendo na akakubali kufa ndani ya bara hili la Afrika kwa ajili ya kuitetea kazi ya Mungu, akihakikisha kwamba Afrika yote inaokolewa. Leo nimekuandalia simulizi ya mtu huyu. Kaa hapa, usitoke hapo ulipo. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel hii, basi subscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Kwanza kabisa tuanze na maana ya jina la Marko. Maana ya jina la Marko. Jina la Marko kwa Kigiriki tunaita Markos, na kwa Kilatini inatamkwa Markus. Kwa hiyo Kigiriki au Kiyunani anaitwa Markos, na kwa Kilatini anaitwa Markus. Lilikuwa ni jina la kawaida kabisa la Kirumi au Kiroma lenye maana ya mtu wa vita au mshindi. Kwa wale wote wanaoitwa Marko au Markos, basi maana ya jina lenu ni mtu wa vita au mshindi. Hili lilikuwa likihusishwa na mungu wa vita wa Kirumi ambaye alikuwa anaitwa Mars. Kumbuka Warumi walikuwa na miungu yao mingi sana, na miungu hiyo ilipewa kwa jina la sayari hizi ambazo zipo leo. Kuna mungu wa Kirumi au wa Kiroma alikuwa anaitwa Jupiter, lakini kuna mungu alikuwa Kiroma alikuwa anaitwa Mars. Umeona? Sasa Mars ndo kwa lugha yao walikuwa wanatumia hilo jina la Marko. Kwa hili jina la Marko limetokana na neno Mars, ambaye alikuwa ni mungu wa taifa la Roma, ambaye alikuwa anamaanisha vita au mshindi. Kwa hiyo Markos alikuwa anatambulika kama mtu, jina la mtu ambaye tafsiri yake ilikuwa inatambulika kama mtu wa vita au mshindi. Kwa hili jina halikutoka katika asili ya lugha ya Kiebrania, bali lilitoka katika asili ya taifa la kipagani la Roma. Jina lake la Kiyahudi alikuwa anaitwa Yohana. Jina lake la Kiyahudi sasa au Kiebrania alikuwa anaitwa Yohana, ndio maana anatambulika kwa jina la Yohana aitwaye Marko. Kwa hiyo jina la Kirumi alikuwa anaitwa Marko, na jina la Kiyahudi alikuwa anaitwa Yohana, ambapo Yohana wenyewe Wayahudi wanatamka Yohanan, ambalo maana ya jina la Yohana maana yake Yawe ni mwenye rehema. Yohana maana yake jina lake Yawe ni mwenye rehema. Yawe ni jina la Mungu. Kwa Yohana maana yake Yawe ni mwenye rehema. Kwa watu wote wanaoitwa majina ya Yohana au John, jua maana ya jina lenu ni Yawe ni mwenye rehema au mwenye neema, grace. Ndivyo maana maandiko tunasoma Yohana aitwaye Marko katika kitabu kile cha Matendo 12 mstari wa 12 pale. Ukisoma tena na mstari wa 25,
Ukisoma na Matendo 15:37, mtu huyu anatambulika kwa jina la Marko, kwa jina la Yohana aitwaye Marko, jina la Yohana aitwaye Marko. Sasa asili yake ni wapi? Asili yake ni wapi? Maana tunaona hapa ana majina ya Kiroma na majina ya Kiyahudi. Asa asili yake huyu bwana Marko ni wapi? Alizaliwa wapi? Yohana Marko alizaliwa Yerusalemu. Yohana Marko alizaliwa Yerusalemu katika familia tajiri na yenye heshima ndani ya Wayahudi waliomwamini Mungu. Kwa alizaliwa Yerusalemu kwenye familia yenye hadhi ya juu, familia ya kitajiri yenye heshima, hasa kwa wale Wayahudi waliomwamini Mungu. Kwa hiyo kwa lugha ya kisasa tunasema Marko alikuwa ni mtoto wa kishua. Marko alikuwa ni mtoto wa kishua. Familia yao ilikuwa ina hela, familia yao ilikuwa tajiri, walikuwa na mali nyingi hawa watu. Mama yake Marko aliitwa Maria. Ukisoma katika kitabu kile cha Matendo 12 mstari wa 12, kipindi ambacho Petro alikuwa gerezani, utakuta pale kuna mwanamke mmoja anaitwa Maria katika wale watu waliokuwa wanamuomba Mungu ili Petro atoke. Anasema kanisa lilimuomba Mungu kwa juhudi. Hasa yule Maria anayezungumzwa pale ndiye mama yake mzazi na Marko. Watu wengi wanafananisha kwamba Maria anayezungumzwa pale yamkini ni Mariamu mama yake na Yesu. No, Maria anayezungumzwa pale ni mama yake na huyu kijana anaitwa Marko, ambaye nyumba yake ilikuwa inatumika kama kituo cha mikutano ya Wakristo wa kwanza. Yani nyumbani pale kwa kina Marko au nyumbani pale kwa Maria au mama yake Marko, hapo ndipo alikuwa anatumika kama sehemu ya mikutano ya Wakristo wa kwanza. Walikuwa wanakutanika pale kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo kanisa la kwanza lilikuwa linafanya mara nyingi sana ibada nyumbani kwa kina nani? Kwa kina Marko. Kwa hiyo sehemu yao pale ya kiwanja chao ndo walikuwa wanatumia kufanya ibada. Kwa sababu gani? Kipindi cha karne ya kwanza injili ilikuwa ina vita kubwa sana. Wakristo wengi walikuwa wanauliwa na kuchinjwa sana. Kwa walikuwa wanakutana sehemu kwa sehemu, walikuwa hawakujenga majengo ya makanisa kama ilivyo sasa. Hivyo walikuwa wanakutana kwa watu. Sasa miongoni mwa watu ambao walikuwa wanawapokea Wakristo hawa alikuwa ni mama yake na Marko, huyu mwanamama ambaye anaitwa Maria. Kwa pale kwa kina Maria ndipo palikuwa sehemu ya kukutana, sehemu ya ibada. Na walikuwa wanafanya hivi kwa sababu huyu mama alikuwa na sehemu kubwa, alikuwa na hadhi kubwa, kwa hata eneo lake lilikuwa ni kubwa, likaweza kuwatosha watu wengi wale waumini wa kanisa la kwanza. Kwa nyumbani kwa kina Marko hapa ndipo ibada zilipokuwa zinafanyika haswa. Lakini inasadikika kwamba pia hata kile chumba cha juu ambapo Yesu alifanya Pasaka na wanafunzi wake, katika ile karamu ya mwisho ambapo Yesu aliwaosha wanafunzi miguu kabla ya kwenda kusulubiwa, sehemu ambapo Yesu alimlisha Yuda lile tonge kabla ya kusalitiwa, sehemu ambapo Yesu anaumega ule mkate akafanya meza ya Bwana. Basi katika kile chumba inasadikika ni nyumbani kwa kina Marko. Inasadikika kwamba pale palikuwa ni nyumbani kwa kina Marko. Ukisoma katika kitabu kile cha Luka 22 mstari wa 7 hadi 13, maandiko hayo yanaonyesha kwamba kile chumba cha pale juu inasadikika kwamba kilikuwa ni chumba cha huyu mwanamke Mariamu, nyumbani kwa mama yake na Marko. Baba yake na Marko hajatajwa katika maandiko ya Biblia, lakini vyanzo vya mapokeo, kama ukisoma maandiko ya mtu mmoja wa kale ambaye alikuwa ni mtafiti na mdadisi wa mambo miaka hiyo, anaitwa Eusebius pamoja na Papias, vinaonyesha kuwa familia yake ilikuwa na uhusiano wa karibu na mitume, hasa Petro. Kwa hiyo familia ya kina Marko ilikuwa na uhusiano wa karibu sana na mitume, hasa Petro. Kwa asili Marko alikuwa ni Myahudi aliyelelewa katika mazingira yenye ushawishi wa Kiroma. Alikuwa ni Myahudi aliyelelewa katika mazingira yenye ushawishi wa Kiroma kutokana na jina lake ni la Kilatini. Jina lake ni la Kilatini. Kumbuka kwamba serikali ya Roma ilikuwa inatumia lugha ya Kilatini.
Kwa hiyo jina la Marcos ni jina ambalo linaonyesha kutokana na lugha ya Kilatini. Sasa huyu Marko alikutana vipi na Yesu? Marko alikutana vipi na Yesu? Ingawa hatutajui moja kwa moja kuwa alikutanaje na Yesu, lakini hakuwa pia miongoni mwa mitume 12 wa Yesu. Kumbuka Yesu alikuwa na wanafunzi 12, ambapo hata baada ya kufa Yuda wakamchagua mwingine anaitwa Matias. Lakini Marko huyu hakuwa miongoni mwa wale wanafunzi wa Yesu, lakini mapokeo yanaonyesha kwamba Marko alikuwa ni kijana mdogo katika huduma wa Yesu. Alikuwa ni kijana mdogo katika huduma ya Yesu. Kipindi ambacho Yesu anafanya huduma, Marko alikuwa bado kijana mdogo, ni mtoto, ambapo wengine wanakadiria yamkini alikuwa na umri wa miaka 12 hadi 16 pale kipindi ambacho Yesu yupo anafanya huduma. Kwa umri wake ulikuwa ni mdogo sana. Lakini pia inasadikika wakati wa ile karamu ya mwisho ile ambapo Yesu anaumega mkate, aliyeandaa kile chumba na kuyaandaa mazingira yote ya pale ndani na akatamani kuwatumikia, alikuwa ni huyu bwana Marko, kijana mdogo ambaye aliwaandalia kile chumba ambacho mitume walikaa. Alikuwa ni huyu Marko. Hiyo inasadikika pia kwamba yeye ndiye aliyekiandaa vile. Lakini pia baadhi ya tafiti za maandiko na waandishi wa kale wanaamini kwamba Marko ndiye yule kijana aliyekimbia uchi usiku wa kukamatwa kwa Yesu, ambayo imeandikwa katika Marko 14:51 hadi 52. Marko 14:51 hadi 52. Ukisoma pale utakutana na tukio moja la ajabu sana ambalo lilikuwa limetajwa hapo kwamba kuna mtu mmoja alikimbia uchi wakati Yesu anakamatwa. Yaani hata nguo alizisahau, akaacha nguo zake, akaacha joo lake, akakimbia hali akiwa ni mtupu kabisa. Kwa hiyo mtu huyo inasadikika alikuwa ni huyu bwana mdogo Marko. Alikuwa ni huyu bwana mdogo Marko. Na hili tukio ukiangalia alijaandikwa kwenye injili yoyote katika zile injili 4, kuanzia injili ya Mathayo, injili ya Luka pamoja na injili ya Yohana, isipokuwa limeandikwa katika kitabu hiki chenye injili ya Marko, kitabu cha injili ya Marko. Inawezekana mwandishi wa kitabu hiki alilijua vizuri sana hilo tukio na alilikumbuka vizuri sana, ndio maana aliliozesha hapo katika kitabu chake hicho cha Marko. Lakini jambo linaloashiria kuwa alikuwa mmoja wa mashuhuda wa moja kwa moja wa matukio ya kukamatwa kwake na kusulubishwa kwa Yesu. Kwa kipindi ambacho Yesu anakamatwa na kusulubishwa, huyu bwana Marko alikuwa ni mmoja wa mashahidi wa moja kwa moja wa matukio hayo. Inaaminika pia kwamba Yesu alifanya Pasaka ya mwisho huko kwao kama nilivyosema hapo, na Marko aliutambua vizuri mtiririko wa matukio ya siku hizo, mtiririko wa matukio ya yale ya mwisho kabisa ya Kristo hapa duniani. Basi Marko alikuwa anayatambua vizuri kwa sababu alikuwa ni mmoja kati ya mashuhuda. Sasa wito wa Marko na huduma katika kanisa la kwanza. Wito wa Marko na huduma katika kanisa la kwanza. Huyu mtu huduma yake ilikuwaje? Marko alianza huduma yake chini ya Mtume Petro, ambaye Mtume Petro alimchukulia kama mtoto wake wa kiroho. Kwa hiyo Marko alikuwa ni mtoto wa kiroho wa Mtume Petro, kama ambavyo Timotheo na Tito walivyokuwa watoto wa kiroho wa Mtume Paulo, vivyo hivyo Marko naye alikuwa ni mtoto wa kiroho wa Mtume Petro, ambapo ukisoma katika kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 13 utaona jinsi ambavyo Petro anamuongelea Marko. Baadaye sasa huyo Marko akajiunga na Paulo na Barnaba. Baadaye Marko akajiunga na Paulo na Barnaba. Sasa tunapomuongelea Barnaba, Barnaba alikuwa ni mjomba wake na huyo Marko. Barnaba na Marko alikuwa ni mtu na mjomba wake. Inawezekana Barnaba na Maria mama yake na Marko walikuwa ni mtu na kaka yake. Kwa hiyo tunaona uhusiano wa Barnaba pamoja na Marko. Labda kwa wale ambao hawamfahamu Barnaba, kwa historia fupi tu ya Barnaba ni kwamba Barnaba alikuwa ni mmoja wa wanafunzi
wale 120 wa Yesu. Kumbuka Yesu alikuwa na kundi kubwa la wanafunzi wapatao 120, ukiachana na wale wanafunzi 12 ambao walikuwa akitembea nao sehemu zote. Kulikuwa na kundi lingine kubwa la wanafunzi wa Yesu walikuwa 120, ambao hilo kundi la wale wanafunzi 120 walitembea na Yesu na walikuwepo kuanzia ile siku Yesu anabatizwa na Yohana Mbatizaji mpaka siku ile Yesu anasulubiwa, mpaka siku ile Yesu anapaa kuelekea mbinguni. Lile kundi la wanafunzi 120 walikuwepo, na walikuwepo mpaka siku ile ya Pentekoste ambapo Roho Mtakatifu analishukia kanisa. Miongoni mwa wanafunzi 120 alikuwepo Matias, alikuwepo na huyu Yusufu. Kipindi hicho Barnaba alikuwa anaitwa Yusufu. Na katika lile kanisa la kwanza walipokuwa wanaweka kura nani awe mlisi wa Yuda, nani aichukue nafasi ya Yuda ambaye alikuwa amekwisha kujinyonga, basi wakasimamishwa watu wawili ambao walionekana wameshuhudiwa vizuri na kanisa, wana nguvu za Mungu, lakini wamemshuhudia Yesu na kumfahamu Yesu na hawana mawaa. Walikuwa ni watu wawili tu, ambapo alikuwa ni Yusufu pamoja na Matias, na kura zikamwangukia Matias, na Matias naye akawa ndiye aliyechukua ile nafasi ya Yuda Iskarioti. Lakini huyu bwana Yusufu alikuwa ni mmoja kati ya wanafunzi ambao walilihudumia sana kanisa la kwanza kwa mali zao. Kumbuka nimesema hawa familia yao ilikuwa ni familia ya kitajiri sana. Familia ya kina Marko ilikuwa ni familia ya kitajiri mno, walikuwa na uwezo. Kwa miongoni mwa wanafunzi, miongoni mwa watu wa kwanza, washirika wa kwanza waliolihudumia kanisa kwa mali zao, wakalihudumia vizuri, alikuwepo na huyu bwana Barnaba au Yusufu, ambapo baada ya kulihudumia kanisa vizuri, Petro pamoja na wale baadhi ya viongozi wakasema kuanzia sasa huyu mtu hataitwa Yusufu, ataitwa Barnaba, maana jina la Barnaba ni mwana wa faraja. Alikuwa analifariji sana kanisa kwa utoaji wake, akaitwa mwana wa faraja. Sasa kulikuwa na safari ya kwanza ya kitume ambapo ilitakiwa watu waende katika kuwahubiria watu wa mataifa, ambapo kanisa likamuomba Mungu na Mungu akachagua watu waende huko kwenye kuwashuhudia na kufanya kazi ya Mungu ya kitume kwa mataifa, na Mungu akamchagua Paulo na pamoja na Barnaba. Hao ndio waende katika hiyo safari. Kwa kula zikamwangukia Paulo na Barnaba waanze kwenda. Kwa Paulo na Barnaba wakatengeneza partnership ya kwanza kabisa ya safari ya kitume. Sasa wakati hawa wamechaguliwa Paulo na Barnaba, Marko akawaomba aende nao ili awe anawahudumia. Kumbuka wale watakuwa busy sana na kazi ya Injili. Sasa kuwepo na mtu ambaye atakuwa anahudumia, atakuwa anamtuma, nenda huku, kimbia huku, nenda kimbia, kalete hiki, kalete kile, tunahitaji hiki, tunahitaji kile. Kwa mtu mshika vifaa ni nani? Basi Marko akajitoa kwamba anaomba aende nao. Kwa hiyo wakaenda nao. Ukisoma kitabu kile cha Wakolosai sura ya 4 mstari wa 10 utaona kwamba uhusiano wa Marko na Barnaba kama ni mtu na mjomba wake. Ukisoma maandiko hayo yanaelezea kwamba Marko na Barnaba wana uhusiano huo. Sasa ndipo safari ya kwanza ya umission au ya kitume ikaanza. Katika kile kitabu cha Matendo 13 mstari wa 5 utaona kabisa safari inaanza kati ya Paulo na Barnaba na Marko kama mtumishi wao. Hata hivyo walipofika Perga ya Pamfilia, Marko akawakimbia akarudi Yerusalemu. Ukisoma kitabu kile cha Matendo 13 mstari wa 13 utaona Marko anawaacha hawa watu akiwa huko Perga Pamfilia, yeye anarudi Yerusalemu, jambo lililofanya Paulo asipendezwe tena na huyu kijana anaitwa Marko. Lile jambo lilimkwaza sana Paulo kwa sababu huko walikutana na changamoto kubwa sana ya Injili. Unajua umisheni ni changamoto, utume ni changamoto, Injili ni kazi kubwa sana, ni kujitoa. Injili ni vita. Kwa walikutana na changamoto nyingi sana hawa watu, walikutana na magumu mengi sana hawa watu. Lakini kumbuka Marko alikuwa ni kijana mdogo ambaye kijana huyo amelelewa katika familia nzuri, amelelewa katika sehemu yenye hadhi, hajawahi kuzoea shida.
hajawahi kumbana na matatizo na shida katika maisha yake. Kwa mara ya kwanza anakutana na mambo magumu huko Perga ya Pamfilia, kitu ambacho kikamfanya Marko akaona hapana, mimi nyumbani sijaua, akarudi Yerusalemu. Lile jambo likamuumiza sana Paulo, kuonyesha huyu jamaa anatuacha sisi katika kipindi kigumu kama hiki, anatuacha sisi katika mazingira magumu kama haya, anatuacha sisi katika mazingira ambayo ni tatanishi kama haya. Biblia imeeleza kwa kifupi, ila huenda Paulo na Barnaba walijitahidi sana kumsisitiza Marko abaki nao. Inawezekana kabisa walimsii sana asiwaache, lakini Marko akawaacha, akarudi zake Yerusalemu. Sasa miaka ikapita, maisha yakaendelea. Miaka ikapita na maisha yakaendelea. Paulo na Barnaba wakarudi Yerusalemu baada ya kazi kubwa sana kuifanya katika ile safari ya kwanza. Ni safari iliyochukua miaka kadhaa, na walirudi na matokeo makubwa sana. Wakasimulia kwa habari ya kanisa, na kanisa zima likamtukuza Mungu kwa mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya kwa Paulo na Barnaba huko katika safari yao ya kwanza ya umisheni. Hivyo wakaandaa safari ya pili tena ya umisheni, ambapo Barnaba akataka aende na Marko tena, yaani waende naye Marko tena, kwa sababu baada ya matokeo ya safari ya kwanza Marko akavutiwa tena aongozane nao akawahudumia katika hiyo safari ya pili. Sasa jambo hilo Paulo alilikataa kata, akasema hatutaweza kuongozana na Marko kwa sababu Marko alituacha kule Perga ya Pamfilia. Kwa likawa jambo lenye ugomvi mkubwa sana. Barnaba anasema bwana, yule alikuwa kijana mdogo, alikuwa hajakomaa, lakini sasa hivi Marko ameomba radhi, amekubali kwenda na sisi na atakubali kuvumilia kila aina ya changamoto itakayokabili huko. Tumpe nafasi nyingine kijana huyu. Paulo akasema hakuna nafasi nyingine, aendelee na mambo yake, sisi tutakwenda bila yeye. Kwa hiyo kumbuka, Barnaba na Marko ni mtu na ndugu. Kwa hiyo Barnaba anamuonea huruma Marko, anaona kabisa ana kitu cha utumishi, anataka amtumikie Mungu, na Paulo anamnyima hiyo nafasi ya Marko kwenda kumtumikia Mungu katika safari yao. Kwa Barnaba akakataa kata, akasema kwa nini umzuie kijana mdogo? Lakini Paulo akasema wewe unamuona kwa sababu ni ndugu yako ndio tuambatane naye, mimi simtaki. Kwa hiyo safari yao kabla ya kuanza ikaingia na upinzani mkubwa kati ya wao kwa wao, ubishani na ugomvi mkali. Kila mmoja akajiona ana haki kuliko mwingine, kila mmoja akajiona yuko sahihi kuliko mwingine. Huyu anasema bwana, huyu kijana ni mdogo, alikuwa amekomaa, sasa hivi tumpe nafasi tena. Huyu anasema hapana, tutaenda na watu wengine, watu wapo wengi wa kwenda nao, kwa nini awe yeye tu? Tuwape nafasi na watu wengine, kwa sababu yeye aliichezea nafasi yake. Kwa baada ya ugomvi huo kuwa mkali, ikaonekana kwamba Paulo na Barnaba hawataweza kuendana tena, hawataweza kufanya kazi tena. Wakapatana, wakawa kama vile walivyokuwa mwanzoni. Ilikuwa combination nzuri sana, lakini ikaingia dosari kwa sababu ya mtu anaitwa Marko. Hapo ndipo wakaamua kutengana, wakatengana kabisa. Ukisoma katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 36 hadi 40, utaona Paulo na Barnaba wanatengana, wanaachana, na kila mmoja anaamua kushika njia kwenda kivyake. Kwa leo tutaishia hapa, ila tutaendelea tena katika sehemu nyingine ya pili ya mwendelezo wa darasa hili, ambapo katika sehemu hiyo tutamwangalia Marko na safari yake ya kitume na safari yake ya kuja Afrika. Tutaangalia pia na mwisho wake, jinsi alivyofia Afrika, mazishi yake, lakini tutaangalia na historia nzima ya uandishi wake. Aliandikaje kitabu kile cha Marko, ambapo ni kitabu cha pili katika Agano Jipya. Hivyo usikose sehemu ya pili. Mimi ni mwalimu wako Vincent Mwakisyala, na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel hii, basi ni kuombe usubscribe na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Ukiwa unatamani kuungana nasi kwa namna moja ama nyingine katika ufanyaji wa kazi hii,
basi namba zetu ni hizo hapo unazoziona. Unaweza pia ukatoa sadaka yako hapo, ukatuma mchango wako hapo, ili kazi ya Mungu endelee kufanyika kwa urahisi kupitia kile ambacho Mungu amekubariki. Usiache kutuombea. Tukutane wakati ujao.